Wapendwa wa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji katika matumaini. Misa hii ambayo askofu anasali pamoja na mapadre na ambapo mafuta ya Krisma takatifu pamoja na mafuta ya wakatekumeni na ya wagonjwa yatabarikiwa, inaonyesha ushirikiano na umoja kati ya mapadre na askofu. Krisma takatifu inayobarikiwa na askofu itatumika kuwapaka watu watakaobatizwa, kuwapaka wale watakaopata sakramenti ya kipaimara, kupaka mikono ya watakaopata daraja la upadre na kumiminwa kichwani kwa watakaopata daraja la uaskofu. Vile vile mafuta ya Krisma yatatumika katika kutabaruku makanisa na altare. Mafuta ya wakatekumeni yatatumika kwa maandalizi ya ubatizo wao. Mafuta ya wagonjwa yatatumika katika kuwafariji na kuwaponya wagonjwa katika udhaifu na maradhi yao. Naomba mafuta haya yaheshimiwe na yatumike kama inavyotakiwa. Onyo, mafuta haya hayauzwi. Mafuta haya hayauzwi. Yanatolewa bure kwa utaratibu unaokubalika. Mapadre wanaungana na askofu katika kuadhimisha misa hii kama mashahidi na wasaidizi katika kuyabariki mafuta ya Krisma, kwa sababu wanashiriki ofisi takatifu ya askofu kuwajenga, kuwatakatifuza na kuwaongoza watu wa Mungu. Presbyterorum Ordinis namba 2. Kwa hiyo misa hii inaonesha wazi juu ya umoja wa kikuhani na sadaka ya Kristo ambayo inaendelea kuwepo katika kanisa. Katika Injili ambayo imesomwa vizuri sana na shemasi wetu. Shemasi, hongera sana. Mtu kama amefanya vizuri apewe maua yake. Siku ambayo Yesu alitoa tamko lake la utume, ilikuwa ni katika sinagogi. Roho Mtakatifu alimpaka mafuta ili aweze kuwahubiria maskini habari njema. Yesu alipata nafasi ya kuhubiri, ndipo akasema, yani baada ya kusoma ile sehemu yenye tamko la utume,
ambayo tumesikia kutoka kwenye somo la kwanza, Isaya. Baada ya kusoma ile sehemu akapata nafasi ya kuhubiri. Na ufafanuzi kidogo, kuwahubiria maskini habari njema maana yake nini? Maskini tunaweza kuwatambua kwa namna mbili. Maskini kwa mfano wenye hali ngumu ya kiuchumi, yaani kiuchumi watu wana hali ngumu, walio na hali ngumu kabisa, hawa tunawaita maskini. Lakini pia kuna maskini ambao tunawafahamu, tunawaita maskini, labda amelemaa miguu, ni mlemavu wa miguu, huyu ni maskini. Au ni ana ulemavu wa viungo, au ana ulemavu wa macho, kipofu, huyu ni maskini pia. Kwa hiyo wapo maskini wa kiuchumi, hali mbaya ya kiuchumi, lakini wapo maskini wenye ulemavu wa viungo vya mwili. Hiyo aina ya kwanza ya umaskini. Lakini kuna umaskini wa aina ya pili. Huo ni umaskini wa kiroho. Umaskini wa kiroho ambao tumeambiwa kutoka Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 3 kwamba heri walio maskini wa roho, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hiyo Yesu amekuja kuwahubiria watu hao wote, maskini kimwili, wenye ulemavu, maskini wa kiuchumi, lakini maskini wa kiroho. Kwa hiyo Yesu amekuja kuwahubiria hao wote. Lakini pia alikuja kuwaponya wagonjwa, wagonjwa, lakini pia vipofu wapate kuona. Sasa hawa vipofu nao ni maskini kama tulivyosema, wasioweza kuona. Hawa nao wako aina mbili, yaani upofu upo wa aina mbili. Upofu kimwili, yaani huoni, macho hayaoni. Huo upofu wa aina ya kwanza. Lakini upofu wa aina ya pili ni upofu wa kiroho. Upofu wa kiroho. Yesu amekuja kuwahubiria hawa vipofu na anataka wapate kuona. Kwa hiyo anawaponya vipofu kimwili, kama tunavyosikia kwenye Injili. Tumeona Yesu ameponya watu wengi wenye upofu, lakini anawaponya wenye upofu wa kiroho kwa kuwafundisha. Yesu anapowafundisha watu kwa neno lake, anaondoa upofu wa kiroho, wapate kuona vizuri katika macho ya imani. Lakini pia Yesu alikuja kuwaweka huru waliosetwa. Amekuja kuwaweka huru waliosetwa. Hapa waliosetwa inabidi tutafute maana yake hasa ni nini. Anyway, hapo kuna wafungwa, lakini kuna wale wanaokandamizwa. Waliosetwa, kuna wafungwa, lakini kuna wanaokandamizwa, walio pembezoni. Na wafungwa nao wako aina mbili. Wafungwa
walioko magerezani, wamekamatwa sababu ya makosa mbalimbali, lakini wapo wafungwa wa kiroho, yani wamefungwa na Shetani kwa ajili ya yani wafungwa wa dhambi, watumwa, ni watumwa wa dhambi. Kwa hiyo wafungwa nao wako aina mbili, wa kimwili magerezani na wa kiroho, kwa ajili ya kutingwa na tatizo la dhambi. Yani kuna watu wamechanganyikiwa katika dhambi mpaka yani amejisahau kabisa kwamba sasa hiyo anayoitenda ni dhambi. Amechanganyikiwa kabisa. Yani hata watu hawaoni. Watu wanamuona yeye, hawaoni yeye anatenda dhambi tu bila kuogopa chochote. Yani dhamiri yake imekufa. Imekufa kabisa, sio butu. Dhamiri yake imekufa, yani anatenda dhambi live kabisa bila kuogopa. Yani huyo ni mfungwa, huyo ni mtumwa wa dhambi. Haoni haya, haogopi kutenda dhambi. Hata macho ya watu hayaogopi, anatenda dhambi. Huo ni ufungwa wa kiroho. Yesu amekuja kwa ajili ya watu kama hawa, kwa ajili ya watu kama hawa. Mnakumbuka mfano wa yule Maria Magdalena aliyekuwa amekwenda kule Yesu alikokuwa amealikwa, na kaanza kumimina marhamu safi na kufuta nywele za Yesu katika miguu, kufuta miguu ya Yesu kwa kutumia nywele zake. Yani yule dada alifahamika kwamba ni malaya kweli kweli, yani ni mdhambi kweli kweli. Na ndio maana wale Mafarisayo walianza kulalamika, wakasema huyu bwana, huyu Yesu huyu angemjua huyu mama jinsi alivyo mdhambi huyu, yani asingekubali kabisa huyu mwanamke amsogelee hata kidogo. Sasa unaona tena anaendeleza uhuni wake, anamfuta Yesu miguu kwa nywele zake mbele za watu. Huyu ana aibu huyu, Lakini Yesu akasema, mimi sikuja kwa ajili ya watu wema, nimekuja kwa ajili ya watu wenye dhambi wapate kutubu. Kumbe Yesu amekuja kuwahubiria maskini habari njema. Kwa ujumla kabisa, tukisema neno maskini kwa ufupi kabisa, haya yote ndilosema Yesu amekuja kuwahubiria. Kwa kifupi, yani Yesu amekuja kuwahubiria watu wanyenyekevu, watu wasikivu, wanaweza kusikia neno lake na kulifuata. Yesu ndiye amekuja kuwahubiria watu kama hao. Katika tamko lake la utumishi, Yesu aliweka bayana lengo lake na mtazamo wake wa kuja hapa duniani. Na ukifuatilia maandiko matakatifu, Injili ya Agano Jipya, utaona haya yote aliyoyatamka hapa ameyatekeleza. Yote aliyoyatamka hapa ameyatekeleza. Kuwahubiria maskini habari njema, kuwaponya wagonjwa, kuwafanya vipofu waone, kuwaweka huru wafungwa na waliosetwa. Haya yote ameyafanya. Kumbe anatufundisha na sisi, kila mmoja wetu awe na tamko lake la utume katika maisha yako. Wewe unataka kufanya nini? Msimamo wako ni upi katika kumfuata Yesu, katika kumtumikia Mungu? Msimamo wako ni upi katika kuwatumikia binadamu wenzako? Uweke tamko lako la kitume na ulifuate, litakuongoza katika yote utakayofanya katika maisha. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya upendo. Yesu aliweka sakramenti ya upadre ili kuadhimisha Ekaristi Takatifu, ambayo hutushirikisha upendo wa Mungu. Hivyo tusali na tuadhimishe misa takatifu kwa heshima. Misa ni kumbukumbu, yaani ni kumkumbusha Mungu kile alichofanya Yesu kiteolojia
Katika misa takatifu tunamkumbusha Mungu kile alichokifanya Yesu, yaani Yesu kufa msalabani kwa ajili yetu. Tunamkumbusha Mungu, Mungu, si unaona Yesu amekufa msalabani kwa ajili yetu, utuonee huruma kwa ajili ya kifo chake. Lakini katika misa takatifu pia tunafanya kumbukumbu kwetu sisi kila tunaposali misa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu na kwa ajili ya kutupenda sisi. Tunapomkumbusha Mungu akumbuke sadaka ya Yesu na atuhurumie sisi, lakini na sisi tunakumbuka tunapoona tunaposali misa takatifu tunajikumbusha kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi, na sisi tuonyeshe ushirikiano katika wokovu. Katika wokovu. Mtu mmoja aliniuliza kwamba kama Yesu alishakufa tayari msalabani, sasa kwa nini sisi tuhangaike tena? Maana kufunga, maana sadaka, maana nini? Sisi Yesu sikashamaliza sadaka zote kwa ajili yetu, kafa tena kwa ajili yetu kutukomboa sisi. Kwa nini sisi tuhangaike? Swali hilo kila mmoja anaweza akadhani kwamba ni swali sahihi. Sio swali sahihi, kwa sababu Yesu amefanya kile alichotakiwa kukifanya, lakini na sisi tunatakiwa kufanya upande wetu. Everybody has to play his or her part. Kila mmoja acheze katika nafasi yake. Hata kama ukiangalia kwenye mechi, yani kwenye mechi mpira wa miguu, kila mmoja akicheza nafasi yake vizuri, basi watu wanaweza kushinda ile mechi. Watu wanaweza kushinda ile mechi. Jana wenzetu Simba walishinda, hongereni sana. Na kuna watu hapa hawana hata utaifa, hawajali kwamba hawa wamewakilisha taifa letu, eti wanadhani Simba tu ni Simba. Dokta mmoja alisema mtu asiyeipenda Simba atapata vidonda vya tumbo. Mimi siamini, lakini umoja wa kitaifa ni muhimu. Umoja wa kitaifa, kama wameshinda, wamewafunga Waarabu kule, lazima tuwashangilie wenzetu, tuwape maua yao. Kwa hiyo ndugu zangu, kila mmoja akicheza upande wake, wokovu unapatikana. Yesu kacheza namba yake vizuri kabisa, kafa msalabani kwa ajili yetu sisi. Sisi tucheze namba yetu, tushirikiane naye sehemu yetu, na sisi tucheze vizuri ili tuweze kufaulu. Daktari atakutibu wewe, atakupa maelekezo na kila kitu, alafu anakupa na vidonge. Daktari ameshacheza sehemu yake. Wewe mgonjwa sasa unatakiwa kunywa vidonge, yaani utoe ushirikiano kwa daktari, ndipo utapona. Sasa kama ukiacha daktari peke yake akupe vidonge, alafu wewe unaenda kuvitupa vile vidonge, ukifa usishangae wala usimlaumu daktari. Yeye daktari keshacheza namba yake au sehemu yake, na wewe mgonjwa ucheze sehemu yako kwa kunywa ile dawa. Ndicho alichokifanya Yesu. Yeye ameteseka, akafa msalabani kwa ajili ya kutukomboa sisi. Amecheza sehemu yake, na sisi tunatakiwa tucheze sehemu yetu kwa kushiriki kwa kushiriki kazi ile ya ukombozi kwa sehemu yetu sisi inayotuhusu. Waamini tuwaombee mapadre wetu. Wana changamoto nyingi kweli kweli.
hawa wametumwa kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Tuwaombee na tuwasaidie kwa kuwapa ushirikiano wa hali na mali ili watimize vema wajibu wao wa kuwahudumia ninyi. Napenda nitoe shukrani nyingi sana kwa mapadri wote kwa utume mnaoufanya, kwa kazi ngumu mnazozifanya za kuwatumikia hawa watu. Wengine wanatoka katika mazingira magumu sana ya utume, hasa wakati huu wa mvua, pengine hakufikiki kwa urahisi, lakini basi wamejitoa sadaka, na hivyo basi wanahitaji ushirikiano mkubwa kutoka kwa waamini. Ninawashukuru sana mapadre na ninawapongeza sana kwa utume ambao mnaofanya katika jimbo letu. Lakini pia pamoja na kuwashukuru mapadre, napenda niwashukuru sana ninyi waamini wote kwa kuwatunza hawa mapadre, kwa kuwapa ushirikiano wenu. Bila ninyi hawa mapadre wasingefaulu. Mapadre wanafaulu kufanya utume wao kwa sababu ya ushirikiano wanaopata kutoka kwenu wa hali na mali, na ndio maana napenda niwashukuruni sana. Asanteni sana waamini kwa moyo wenu wa kujitoa. Tumwombe Mungu atujalie kuishi upendo tunaoadhimisha katika misa takatifu kwenye uhalisia wa maisha yetu na ya waamini wetu. Tumsifu Yesu Kristo.